Tunamshukuru Baba yetu wa mbinguni kwa wema wake na fadhili zake na uaminifu wake na upendo wake katika maisha yetu. Tunamtukuza, tunamuinua kwa kuwa yeye ni mwema sana, na siku ya leo tena imempendeza watoto wake tena aweze kutuhudumia jioni ya leo. Hongera wewe ambaye tayari umeshafika mahali hapa kwa ajili ya kuendelea na maombi haya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Leo kipekee kabisa tunakwenda kupiga maadui zetu wanaozuia ongezeko la kifedha, kibiashara na kiuchumi kwa upepo wa mashariki. Amina. Yes, kwa upepo wa mashariki. Tunakwenda kutumia upepo wa mashariki kupiga adui ambao wanaozuia ongezeko letu la kibiashara, kifedha na kiuchumi. Wale wote ambao wamekuwa kwa kikwazo na maisha yetu katika ulimwengu wa roho, Bwana anakwenda kuwashughulikia katika jina la Yesu Kristo. Tunakwenda kusoma kile kitabu cha Hosea, ile sura ya 13 na ule mstari wa 14 mpaka wa 15. Hosea sura ya 13 na ule mstari wa 14 mpaka wa 15. Hosea ile sura ya 13 na ule mstari wa 14 mpaka wa 15. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nitawakomboa na nguvu za kabuli, nitaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kabuli, kuwapi karibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Ajapokuwa yeye ni mwenye kuzaa sana kati ya ndugu zake, upepo wa mashariki utakuja, na hiyo pumzi ya Bwana itokayo upande wa nyikani, na kijito chake cha maji kitakauka, na chemchemu yake itakaushwa. Yeye atateka nyara hazina ya vyombo vyote vipendevyo. Haleluya. Tunakwenda kukausha maadui zetu katika ulimwengu wa roho wanaozuia ongezeko la kifedha, kibiashara, kiuchumi kwa upepo wa mashariki. Kila roho ambazo zimekuwa zinatesa na kusumbua ongezeko lako, kila roho ambazo zimekuwa zinasumbua biashara yako katika ulimwengu wa roho, wale maadui zetu Bwana anakwenda kuwasambaratisha kabisa sawa sawa na neno lake. Huu mstari wa 15 unasema, ajapokuwa yeye ni mwenye kuzaa sana kati ya ndugu zake, upepo wa mashariki utakuja, na hiyo pumzi ya Bwana. Tunakwenda kutumia upepo kama pumzi ya nani? Kama pumzi ya Bwana. Inakwenda kukausha vyote ambavyo vimekuwa vikila, wale madumadu na tunutu wote, Bwana anakwenda kuwakausha katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao wamekuwa wanazuia fedha zetu, wanazuia hatima yetu, wanazuia mafanikio yetu, wanazuia kusonga mbele kwetu, Bwana anakwenda kuwakausha kwa pumzi yake. Amina. Kwa upepo wa mashariki Bwana anakwenda kuwakausha na kuwasambaratisha kabisa katika jina la Yesu Kristo. Ipo nguvu katika kuamini, na ipo nguvu katika jina la Yesu, na ipo nguvu katika pumzi ya Bwana, na iko nguvu katika upepo huu wa mashariki ambao hapa tunasoma kama pumzi ya Bwana. Amina. Mungu anakwenda kufanya kitu kipya katika ulimwengu wa roho. Vile vyote ambavyo vimekuwa vinazuia biashara yako, vinazuia kazi yako, vinazuia ongezeko lako, linazuia uchumi wako, linazuia afya yako, linazuia ustawi wako, linazuia watoto wako, linazuia kupiga kwako hatua, Bwana anakwenda kuvishughulikia katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hakuna jambo gumu la kumshinda Bwana. Bwana yupo kazini jioni ya leo kwa ajili ya kuharibu kila falme zote ambazo zimekuwa zinasumbua katika ulimwengu wa roho, na wale wote ambao wako kinyume katika ulimwengu wa roho, basi Bwana anakwenda kuwakausha. Bwana anakwenda kukausha kabisa kila falme zote na madhabahu zote katika ulimwengu wa roho. Bwana anakwenda kukausha kwa upepo wa mashariki, kwa pumzi ya Bwana. Mungu anakwenda kusambaratisha kabisa katika jina la Yesu Kristo. Wanaozuia usipige hatua, wanaozuia mauzo,
wanaozuia hatima, wanaozuia chochote kile ambacho Bwana alikiweka kwa ajili yako. Lakini ziko roho za wapingao. Zile roho zote ambazo wako wapingao, basi Bwana anakwenda kuwakausha katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana anakwenda kuwakausha kwa upepo wa mashariki, na Bwana anakwenda kuwakausha kwa pumzi yake. Amina. Hivyo tutasimama na utakwenda kuomba mbele za Mungu. Utakwenda kupiga kuangusha kila falme zote ambazo zinazuia uchumi wako, inazuia biashara yako, inazuia ongezeko lako, inazuia fedha zako, inazuia hatima yako, inazuia kusonga kwako mbele. Amina. Kwa hiyo tunakwenda kusimama na kuomba. Unapoomba ambatanisha na andiko, usipige bila neno. Amina. Kwa neno Bwana anasikia, anajibu, anafanya. Amina. Mungu anaangalia neno lake ili aweze kulitimiza. Kwa hiyo unaposali omba kwa neno. Amina. Amina. Tusimame. Yote yawezekana kwa imani, 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 yote yawezekana kwa imani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, fungua kinywa chako. Tunakwenda kukausha maadui zetu katika ulimwengu wa roho wanaozuia ongezeko la kifedha, kibiashara, kiuchumi, hatima yako, mafanikio yako, pesa zako, ongezeko lako. Bwana akawakaushe kwa upepo wa mashariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tunasogea mbele zako Bwana kwa neno lako sawa sana Hosea ile sura ya 13 na ule mstari wa 14 na wa 15. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, tunasimama kinyume na wale wote wanaozuia ongezeko. Tunasimama kinyume na wale adui zetu wote walio kinyume na uchumi na fedha, kibiashara, hatima. Katika jina la Yesu Kristo, nako inasema nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawakomboa na mauti. Ewe mauti, kuwapi karibu kwako? Katika jina la Yesu, zile mauti zote ambazo zimekuwa zikiingia kwenye biashara zetu, mauti ambazo zimeingia kwenye hatima zetu, mauti ambazo zimeingia kwenye biashara zetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kuwapi we mauti, kuwapi we mauti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tunakausha hizo roho, tunakausha roho za mauti, tunakausha roho za mauti, roho za mauti kwenye uchumi, roho za mauti kwenye fedha, roho za mauti kwenye biashara, roho za mauti kwenye hatima, roho za mauti kwenye ongezeko, katika jina la Yesu. Kwa pumzi ya Bwana tunakukausha, 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 tunakukausha. Wewe pepo mauti, wewe roho mauti, wewe roho mauti, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kuwapi? Bwana sema nitakukomboa na kaburi, nitakukomboa na mauti. Kuwapi we mauti? Kama biashara yako imekuwa mauti, hatima yako imekuwa kuwa mauti, wameficha kwenye makaburi yao, katika jina la Yesu, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, tunakausha hiyo mauti, tunakausha kwenye biashara, tunakausha hiyo mauti, kausha kwenye biashara hiyo mauti, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki. Tuma upepo wa mashariki upite na kukausha, upite na kukausha, kausha hiyo biashara, kausha hiyo roho ya mauti kwenye biashara, kausha hiyo roho ya mauti kwenye uchumi wako, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Tunasimama kinyume, tunasimama kinyume, tunasimama kinyume katika ulimwengu wa roho, tunasimama kinyume katika ulimwengu wa roho na kila hizo roho za mauti, katika jina la Yesu Kristo. Hizo roho za uharibifu, hizo roho za mateso,
tunazikausha kwa upepo wa mashariki, tunakausha kwa pumzi ya Bwana, tunakausha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunasimama kinyume na falme zao, tunasimama kinyume na falme zao, tunasimama kinyume na hizo madhabahu katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mnaozuia hatima, mnaozuia fedha, mnaozuia uchumi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunapeleka upepo wa mashariki, peleka upepo wa mashariki, ukawakaushe walioko mashariki, walioko magharibi, walioko kaskazini, walioko kusini, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Piga kwa upepo wa mashariki, piga kwa upepo wa mashariki, piga kwa pumzi ya Bwana, piga kwa jina la Yesu, piga kwa jina la Yesu. Wale adui wa hatima yako, piga katika ulimwengu wa roho, piga kwa jina la Yesu, piga hiyo mauti, piga kwa jina la Yesu Kristo, piga kwa pumzi ya Bwana, piga kwa upepo wa mashariki, piga katika jina la Yesu, piga kwa jina la Yesu Kristo, piga kwa jina la Yesu, piga hizo madhabahu, piga hivyo vilinge, piga katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana anasema anatukomboa na nguvu za kaburi, anatukomboa, anatuokoa na mauti, anatukomboa na kaburi, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tunasambaratisha, kausha kwa jina la Yesu, kausha kwa jina la Yesu Kristo kila vita inayoinuka katika ulimwengu wa roho na kuzuia uchumi wako, na kuzuia biashara yako, na kuzuia hatima yako, kuzuia ongezeko lako, kwa jina la Yesu Kristo. Kausha kwa upepo wa mashariki, kausha kwa upepo wa mashariki, kausha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kausha kwa pumzi ya Bwana, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pita kwenye maisha yako, pita kwa jina la Yesu, pita kwa jina la Yesu. Usiwahurumie, pita hadi kwenye vilinge vyao, pita kwenye makaburi yao, pita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Peleka upepo wa mashariki, peleka upepo wa mashariki, ukakaushe peleka upepo wa mashariki, peleka upepo wa mashariki, peleka upepo wa mashariki, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Pita kwenye makaburi yao, pita kwenye mashimo yao, pita kwenye miamba, pita kwenye vilindi vya bahari. Peleka upepo wa mashariki, peleka upepo wa mashariki. Wamemeza fedha zako, wamemeza uchumi wako, pita kote huko, pita, peleka upepo wa mashariki, peleka pumzi ya Bwana, peleka pumzi ya Bwana, peleka pumzi ya Bwana, peleka pumzi ya Bwana. Wamemeza, wanatapika kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Peleka moto, peleka moto,
kwenye vilinge vyao, pita kwa damu ya Yesu. Peleka moto, kausha, 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 kausha. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba usiwahurumie, omba usiwahurumie, omba usiwahurumie. Piga sambaratisha, piga na kuangusha, piga na kubomoa kwa jina la Yesu. Piga, angusha, sambaratisha, sambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kausha kwa upepo wa mashariki, kausha kwa pumzi ya Bwana, 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 kausha kwa pumzi ya Bwana. Walio kinyume, walio kinyume, kausha, kausha, kausha kwenye nyumba yako, kausha kwenye biashara yako, kausha kwenye hatima yako, kausha kwa watoto wako, kausha, kausha kwenye ndoa yako, kausha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kausha kwa pumzi ya Bwana, kausha kwa pumzi ya Bwana, kausha kwa upepo, kausha kwa upepo wa mashariki, kausha, 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 kausha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Peleka upepo kwenye makaburi yao, peleka upepo, peleka upepo, peleka upepo. Wamekuwekea kufa kufa, ukianzisha biashara imekufa, ukikamata fedha hujui imekwenda wapi. Kwa jina la Yesu, peleka upepo, peleka upepo wa mashariki, kausha, 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 kausha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kausha kwa jina la Yesu, 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 kausha kwa damu ya Yesu, kausha, 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 kausha. Peleka moto, peleka upepo kwa malkia wao, peleka upepo kwa majabali zao, peleka upepo kwa ufalme wao, peleka upepo, peleka upepo kwenye biashara yako, peleka upepo ukakaushe, peleka kwenye nyumba yako, peleka upepo ukaushe wote, 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 ukawapige, ukawapige, ukawapige wote wanaozuia ongezeko lako, wanaozuia hatima yako, wanaozuia biashara yako, wanaozuia destiny yako, wanaozuia ndoa yako. Oh, peleka moto, oh, peleka moto, oh, peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuwapi we mauti, kuwapi we kaburi, kuwapi we kushindwa, kuwapi wewe, kuwapi wewe, kuwapi wewe, kuwapi wewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Piga hizo roho za chuma ulete, peleka upepo wa mashariki, ukafukuze, ukakaushe, 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 ukakaushe. Peleka, peleka upepo, kaukae chuma ulete, roho za chuma ulete, tunazikausha, tunazikausha, tunazikausha kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki. Mlioko kwenye biashara, kwa chuma ulete kwenye biashara, chuma ulete kwenye kazi, chuma ulete kwenye nyumba zetu, peleka upepo wa mashariki. Bwana kakaushe, akaondoa roho ya mauti, mauti ya kufa kufa kwa uchumi, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka. Tunakuangusha, 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 tunakuangusha. Chomoka kama mshale wewe, chomoka, nenda kakaushe, chomoka kwa jina la Yesu. Kokote walikokuzuia, kokote walikokushikilia, kokote walikoweka hiyo fedha uliyoipokea kwa mikono yako ikageuka, ikalana kwako, ikaleta uharibifu kwenye maisha yako, chomoka sasa. Toka kwenye vilinge vyao, toka kwenye madhabahu zao, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuka
tunakukausha, tunakukausha, tunakukausha. Wewe roho ya mauti kwenye hatima zetu, tunakukausha. Kwenye biashara zetu, tunakukausha. Kwenye uchumi wetu, tunakukausha kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Toka kuzaa mauti, toka kuzaa mauti, toka kuzaa mapoza kwa jina la Yesu Kristo. Tunakukausha, 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 tunakukausha wa mashariki, tunakausha wa magharibi, tunakausha wa kaskazini, tunakausha wa kusini, tunakausha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Omba mtu wa Mungu, omba usinyamaze, omba usinyamaze, omba usinyamaze. Maana ni saa yao, ni saa ya kuharibiwa kwao, ni saa ya kuanguka kwao. Na wanatufuatilia kupitia Fungua Radio, omba usinyamaze kwa jina la Yesu. Bwana anakuhudumia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana anawakausha, 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 Bwana anawakausha kwa jina la Yesu Kristo. Kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa pumzi ya Bwana, kwa pumzi ya Bwana, kwa pumzi ya Bwana, kwa pumzi ya Bwana, kwa pumzi ya Bwana. Wanaanguka, wanaangamia, wanaanguka, wanaangamia, wanaanguka, wanaangamia, wanaanguka, wanaangamia, wanaanguka, 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 wanaanguka. Tumia pumzi ya Bwana, tumia pumzi ya Bwana. Kausha kwa pumzi ya Bwana, 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 kausha kwa pumzi ya Bwana. Kausha, 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 kausha kwa pumzi ya Bwana. Kwa upepo wa mashariki, sambalatisha upepo wa mashariki, ukasambalatishe, 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 ukasambalatishe katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Wameharibu fikra za watu, wameharibu fikra za watu. Wazo la biashara likija linapotea. Ukipata fedha huwezi kuifanyia chochote. Kwa jina la Yesu, peleka pumzi ya Bwana, peleka pumzi ya Bwana, peleka pumzi ya Bwana, peleka pumzi ya Bwana. Ikawakaushe, 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 ikawakaushe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walioko shimoni, peleka pumzi ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Peleka pumzi ya Bwana, ikawakaushe, ikawakaushe, ikawakaushe. Walioko baharini, walioko baharini, waliotega majoka makubwa kwa jina la Yesu. Peleka pumzi ya Bwana, peleka pumzi ya Bwana, peleka pumzi ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Tunapeleka moto, tunapeleka pumzi ya Bwana, tunapeleka kokote mliko, kokote mliko katika ulimwengu wa roho, kokote mliko, mwe kwenye vilindi vya bahari, kokote mliko. Tunakuja huko huko, tunakuja huko huko na upepo wa mashariki, tunakuja huko huko na upepo wa mashariki, tunakuja huko huko na upepo wa mashariki kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ukikamata fedha imepotea, hujui hata imeenda wapi, hujui hata umefanyia nini. Kumbe wameshatega mitego yao, wamebeba. Leo kwa jina la Yesu, 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 tunawakausha, tunawakausha, tunakausha antena zao, tunakausha madhabahu zao, tunakausha vilinge vyao kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa pumzi ya Bwana ipite, ipite kwenye maisha yetu, ipite kwenye maisha yako, ipite kwenye maisha yako, ipite kwenye nyumba yako, ipite kwenye biashara yako, ipite kwenye hatima yako, ipite kwenye uchumi wako katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Omba,
naomba usinyamaze kwa jina la Yesu Kristo. Bwana anaingilia kati, 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 Bwana anaingilia kati. Yatosha sasa, yatosha, 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 yatosha sasa kwa jina la Yesu. Yatosha sasa. Bwana asema yatosha sasa, yatosha sasa. Anawaangusha, anawasambaratisha, anawasambaratisha, anawakausha, 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 anawakausha. Yakasaka poposika, wanakauka kwa jina la Yesu, wanakauka kwa jina la Yesu, wanakauka kwa damu ya Yesu, wanakauka kwa jina la Yesu. Huo upepo unashuka na moto, unashuka na moto, unavuma na moto, unavuma na moto kwenye biashara, unavuma na moto. Yakasaka riposaka, yakasaka. Huo upepo unavuma na moto, unavuma na moto, unavuma na moto kwenye biashara yako, kwenye biashara yako unavuma na moto. Yakasaka riposaka, yakasaka, unavuma, unavuma, unakausha. Hao maadui wanakauka, wanakauka kwa damu ya Yesu, wanakauka, wanakauka kwa upepo, kwa upepo wanakauka. Hao maadui wanakauka kwa jina la Yesu, wanakauka kwenye fedha zako, wanakauka kwenye biashara, wanakauka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hao maadui waliotesa maisha yako kwa upepo, kwa upepo, kwa upepo wa mashariki, leo hii wanaungua kwa jina la Yesu. Huo upepo una moto, huo upepo una moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba. Bwana ameachilia upepo wa mashariki, Bwana ameachilia upepo wa mashariki kwa ajili ya maisha yako. Anaenda kuangamiza, anaenda kuwateketeza wale maadui, wale maadui, wale maadui, wale maadui walioshika biashara yako. Yakasaka rikosaka, rikasaka, yakatakasika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba kwa jina la Yesu. Huo upepo, huo upepo, huo upepo unashuka hadi kuzimu, hadi kuzimu, hadi kuzimu. Walioshikilia biashara yako, walioshikilia fedha zako kwa jina la Yesu, walioshikilia biashara yako. Yakasaka rikasaka, yakatakasika riposaka. Huo upepo wa mashariki si wa kawaida, si wa kawaida, si wa kawaida, si wa kawaida, si wa kawaida. Maana una moto, una moto, una moto. Roho za shetani zinaangamia, zinateketea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Walioshika biashara yako kwa upepo, kwa upepo, kwa upepo, huo upepo una moto. Sasa wanaungua, sasa wanaungua, sasa wanaungua, sasa wanaungua. Yakasaka, yakasaka. Baba anawakausha, anawakausha, anawakausha. Wanakauka, wanakauka kwenye maisha yako, wanakauka kwenye biashara yako, wanakauka kwenye kazi yako, wanakauka, wanakauka kwenye uchumi, wanakauka kifedha kwa jina la Yesu. Walioshika fedha za mume wako, walioshika fedha za mume wako, sasa huo moto, huo moto, huo upepo ndani yake uko moto kwa jina la Yesu. Wanaungua, wanateketea kwa jina la Yesu, na makaburi yao, na makaburi yao kwa jina la Yesu. Huo moto unashuka, huo moto, huo moto, huo upepo wa mashariki, huo upepo wa mashariki ndani yake umejaa moto, ndani yake umejaa moto kwenye mifuko yako, kwenye mifuko yako. Wanaozuia usishike hela, wanaozuia usishike hela. Yakasaka, yakatakasika, yakasaka riposaka, yakatakasika, yakasaka poposika. Wanaungua, 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 wanaungua. Wanaoleta ugonjwa kwenye maisha yako, wanaoleta ugonjwa kwenye maisha yako ili tu fedha isibaki kwenye mifuko yako, leo hii wanateketea, wanateketea, wanaangamia kwa jina la Yesu. Wanaangamia kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto kwa jina la Yesu. Huo upepo wa mashariki, huo upepo wa mashariki umebeba vitu, umebeba silaha kwa jina la Yesu. Silaha ya moto, silaha ya moto, silaha ya moto, silaha ya kuangamiza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Huo upepo wa mashariki
huo upepo wa mashariki unaingia kwenye maisha yako, unaingia kwenye maisha yako, unaingia kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Wale maadui walioshikilia uchumi wako, wale maadui walioshikilia fedha zako, kwa upepo wa mashariki wenye moto wanaungua. Sasa wanaungua. Sasa yakasaka wanaungua kwa jina la Yesu. Wanateketea kwa moto wa mashariki kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Huo moto unashuka, huo huo upepo ndani yake umejaa moto. Wanakauka, kushoto wanakauka, kulia wanakauka, nyuma wanakauka, mbele wanakauka kwa jina la Yesu. Wa baharini wanakauka, wa nchi kavu wanakauka. Bwana anawakausha walioshikilia akaunti yako, leo wanakauka. Walioshikilia fedha zako leo wanakauka kwa moto. Leo wanakauka. Riakasaka, usiache kuomba, maana wanakauka. Umekuwa maskini muda mrefu, sasa Bwana anawakausha. Yes. Riakasaka poposika. Bwana anawakausha kwenye uchumi wako. Huo upepo wa mashariki kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu unawakausha maadui zako wote, unawakausha. Roho za kichawi, roho za kiganga zinakauka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Zinakauka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Zinakauka. Huo upepo unashuka na moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwenye kampuni yako kwa jina la Yesu. Wanaozuia ongezeko la kampuni, wanaozuia ongezeko la biashara, wanaozuia ongezeko la fedha, huo upepo wa mashariki umebeba moto, unaenda kuwakausha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Waliozuia kampuni yako, moto unashuka kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Haleluya. Ukisoma kwenye Hosea hapa utaona chemchem zilikauka na vijito vikakauka. Hivyo ni vyanzo vyao vya nguvu. Haleluya. Tunakwenda kukausha vyanzo vyao vya nguvu. Wanakopatia zile nguvu ambazo wanazitumia kuachilia mapigo na kuchimba makaburi ili watu wadumbukie huko ndani. Haleluya. Tunatumia pumzi ya Bwana ambayo ni upepo wa mashariki. Haleluya. Endelea kupeleka mapigo kwa moto. Yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako, tunapeleka ule upepo wa mashariki, ile pumzi yako Bwana, ile pumzi yako kwenye vyanzo vyao vya nguvu, kwenye vyanzo vya mawakala wa shetani, vya nguvu zao, vile vyanzo vya nguvu zao, ambavyo vinawapatia uhai, vinawapatia nguvu. Wanazaliana sana, watapata nguvu za kutuachilia mapigo, watapata nguvu za kutuchimbia makaburi. Peleka huo upepo kwenye vyanzo vya nguvu zao. Sijui nguvu zao ziko wapi, sijui ziko baharini, sijui ziko angani, sijui ziko kwenye makaburi, sijui ziko kwenye mapango. Peleka huo upepo wa mashariki, peleka hiyo pumzi ya Bwana. Peleka hiyo pumzi ya Bwana kwenye vyanzo vyao vya nguvu, vikauke kama ambavyo zile chemchem zilikauka, na hizo nguvu zao zikauke. Kausha hizo nguvu zao, kausha. Upepo wa mashariki unakausha. Kausha hizo vyanzo vya nguvu zao. Kausha hivyo vyanzo vya nguvu zao. Hizo nguvu zinazowapa kiburi vya kupiga watoto wa Mungu. Hizo nguvu zinazowapa kiburi za kuchimba makaburi ili wateja wako wadumbukie ndani, ili biashara yako izikwe humo ndani. Kausha hizo nguvu, kausha hizo vyanzo vya nguvu. Kausha hivyo vyanzo vya nguvu. Vikaushe
vikaushe. Wewe sema popote, wewe chanzo, popote ulipo, ninakukausha kwa upepo wa mashariki, ninakukausha kwa pumzi ya Bwana. Wewe chanzo, popote ulipo, wewe chanzo unayewapa mawakala wa shetani nguvu, ninakukausha kwa jina la Yesu, ninakukausha kwa damu ya Yesu, ninakukausha kwa upepo wa mashariki, ninakukausha kwa pumzi ya Bwana. Kausha hivyo vyanzo, kausha hivyo. Wakiendelea kupata chanzo cha nguvu, hautaweza kuteka nyara ile hazina ya vitu vipendezavyo. Hawezi kuteka nyara kama wao bado wana nguvu. Ili wasio na nguvu, unakausha vyanzo vyao vya nguvu. Kausha hivyo vyanzo vya nguvu, kausha hizo chemchem zao zinazowapa nguvu, kausha hivyo vijito vinavyowapa nguvu, kausha. Vikaushe. Sema Baba, ninakausha kwa jina la Yesu vyanzo vyao vya nguvu, ninavikausha. Hawa mawakala wa shetani, vyanzo vyao vinavyowapa nguvu, hizo nguvu zinazowapa kiburi, na vikausha hivyo vyanzo kwa jina la Yesu. Ninavikausha kwa damu ya Yesu, ninavikausha kwa upepo wa mashariki, ninavikausha kwa pumzi ya Bwana. Hivyo vyanzo vyao vya nguvu popote vilipo, ninavikausha. Hivyo ndio vinavyosababisha wazaliane sana. Unaona hapo juu amesema wakazaliana sana. Hivyo vyanzo vya nguvu ndio vinafanya wazaliane sana. Kausha hivyo vyanzo wasizaliane zaidi. Kausha hivyo vyanzo waache kuzaliana sana. Wakizaliana sana wanasambaa sana. Wakisambaa sana wanaachilia mapigo sana. Wakiachilia mapigo sana hauwezi kupata zile hazina zako zipendezazo. Kausha hizo nguvu zao. Kausha vyanzo vyao vya nguvu katika jina la Yesu. Vikaushe. Kausha hivyo vyanzo. Kausha kama viko kwenye miti ndio vyanzo vyao. Kausha huko kwenye miti. Wewe agiza popote vilipo, mwambie Roho Mtakatifu asachi. Mwambie Roho Mtakatifu sachi. Popote kichanzo cha nguvu zao zilipo, popote zilipo, hicho chanzo popote kilipo, chanzo cha nguvu zao, hizo nguvu zinazowapa ujeuri wa kuachilia mapigo kwenye maisha yangu, za kuachilia mapigo kwenye biashara yangu, vya kuchimbia makaburi wateja wangu, kuchimbia makaburi biashara yangu, kuchimbia makaburi kila ninachokifanya nisifanikiwe. Popote hicho chanzo cha nguvu zao kilipo, ninakikausha. Kausha kwa ujasiri. 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 Kausha hicho chanzo. Kausha hicho chanzo. Kausha hicho chanzo. Kausha hicho chanzo cha nguvu zao. 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 Tunajua maji ni uhai. Maji ndio yanayoachilia uhai. Na hizo chanzo ndio vinavyoachilia uhai kwa hao mawakala wa shetani. Kwa hiyo lazima vikauke ili uchukue hazina zako. Kausha. Moyo huo, pumzi ya Bwana inafanya kazi nzuri sana. Wewe amuru tu iende pale. Amuru huo upepo wa mashariki uende pale. Ukakaushe hicho chanzo cha nguvu zao. Ukakaushe hivyo vyanzo vya nguvu zao. Vikauke kama ambavyo chemchem zilikauka, kama ambavyo vile vijito vilikauka, na hizo nguvu zao zikauke. Na hivyo vyanzo vyao vya nguvu vikauke. Hao mawakala wa shetani, hao mawakala wote wa shetani wanaohangaika na maisha yako, wanaoachilia mapigo kwenye biashara zako, wanaoachilia mapigo kwenye kazi zako za mikono, wanaoachilia mapigo kwenye uchumi wako, wanaoachilia mapigo kwenye fedha zako, hao mawakala wa shetani, hivyo vyanzo vyao vya nguvu leo vinakauka kwa jina la Yesu. 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 Hivyo vyanzo vinakaushwa kwa jina la Yesu. Vinakaushwa kwa damu ya Yesu. Vinakauka kama ambavyo chemchem zilikauka, kama ambavyo vijito vilikauka, na hizo nguvu zao zinakauka kwa jina la Yesu. Vinakauka kwa damu ya Yesu. Vinakauka. Kiri kwa imani kwamba vinakauka. Leo vimekauka. Hivyo vyanzo vyao vya nguvu leo vimekauka. Kiri kwa imani kwamba vimekaushwa na upumzi ya Bwana, vimekaushwa na upepo wa mashariki, vimekaushwa. Hivyo vyanzo vya nguvu zao vimekaushwa. Hawatanipiga tena, hawataachilia mapigo tena kwenye maisha yangu, hawataachilia mapigo tena kwenye biashara yangu, hawataachilia mapigo tena kwenye uchumi wangu. Vyanzo vya nguvu zao vimekauka. Na hivyo vyanzo havitainuka tena, maana upepo wa Bwana umevikausha kabisa, umevikangazia kabisa. Hawatahangaika tena biashara yangu, hawatanichimbia makaburi tena. Nguvu za kuchimba makaburi zimekauka.
nguvu za kuchimbia makaburi zimekauka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kiri kwa imani, maana imekuwa kama ulivyoomba. Kiri kwa imani, maana nguvu zao zimekaushwa. Kiri kwa imani, maana hawana nguvu tena. Kiri kwa imani, hawana chanzo cha nguvu tena. Kiri kwa imani, zimekauka, 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 zimekauka katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Yeye anaweza yote. Amekausha kabisa wa maadui zetu. Amekausha na visima vyao na chemchem zao. Amekausha madhabahu zao. Amekausha vilinge vyao. Amekausha kabisa mpaka kwenye vilindi kule. Amekausha mpaka kwenye madhabahu zao kabisa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tunaendelea na maombi. Tunaendelea na ombi letu la pili. Tutakwenda kusoma kile kitabu cha Yeremia, ile sura ya 18 na ule mstari wa 15 mpaka wa 17. Yeremia sura ya 18 na ule mstari wa 15 mpaka wa 17. Yeremia sura ya 18 na ule mstari wa 15 mpaka wa 17. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maana watu wangu wamenisahau, wameufukuzia ubatili uvumba, nao wamewakaza katika njia zao, katika mapito ya zamani, ili wapite katika njia za kando, katika njia isiyotengenezwa, ili kufanya nchi yao kuwa kitu cha kushangaza na cha kuzomewa daima. Kila mtu apitaye karibu nayo atashangaa kutikisa kichwa chake. Nami nitawatawanya mbele ya adui kama kwa upepo wa mashariki, nami nitaviangalia visogo vyao, wala si nyuso zao siku ya msiba wao. Amina. Tunakwenda kutawanya kila falme na mamlaka za adui ambao zipo kinyume. Bado tunadili na fedha, biashara, uchumi, hatima kwenye maisha yetu. Leo mpaka kieleweke. Mwambie mwenzio mpaka kieleweke leo. Tunadili na hicho kitu bado. Tuko kwenye fedha, biashara na uchumi. Kwa hiyo tunakwenda kutawanya kila falme na mamlaka za adui ambazo zipo kinyume na sisi kwenye ulimwengu wa roho, ambao hao ndio waharibu hatima, waharibu biashara, waharibu uchumi, wanaleta umaskini na kuleta aina mbalimbali za ufukara kwenye maisha yetu. Wako kinyume na afya zetu na kadhalika, na mambo mengine kama hayo ambayo adui amekuwa akiyafanya kwenye maisha yako, na wewe ni shuhuda wa hayo mambo ambayo wamekuwa wakiyafanya kwenye maisha yako. Lakini Bwana kwenye mstari wa 17 anasema, nami nitawatawanya mbele ya adui kama kwa upepo wa mashariki, nami nitaviangalia visogo vyao, wala si nyuso zao siku ya msiba wao. Bwana anakwenda kuangamiza kabisa, anakwenda kuwatawanya na kuwateketeza kabisa. Amina. Bwana anakwenda kuwakanyaga na kuwasambaratisha. Bwana anakwenda kuwaangusha na kuwafutilia mbali kabisa kwa upepo wa mashariki wale wote ambao wako kinyume, kila falme na mamlaka zote ambazo zimesimama kinyume nasi na maendeleo yetu na ustawi wetu na biashara zetu na fedha zetu na kazi zetu na hatima zetu na afya zetu na watoto wetu na ndoa zetu na mafanikio yetu na utajiri wetu na hivyo vyote ambavyo adui amekuwa akivishikilia katika ulimwengu wa roho. Bwana anakwenda kuwatawanya. Bwana anakwenda kuwatawanya kwa upepo wa mashariki. Bwana anakwenda kuwatawanya na kuwasambaratisha kabisa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa sababu huu mstari wa 15 anasema, kwa maana watu wangu wamenisahau. Maana watu wangu wamenisahau, wameufukuzia ubatili uvumba, nao wamewakaza katika njia zao, katika mapito ya zamani, ili wapite katika njia za kando, katika njia isiyotengenezwa, ili kufanya nchi yao kuwa kitu cha kushangaza na cha kuzomewa. Kama wao walitamani sisi watu tushangae, watuzomee, watuone kwamba si kitu, imekula kwao. Leo Bwana anakwenda kuwatawanya kabisa katika jina la Yesu Kristo. Kuzomewa daima. Kila mtu apitaye karibu nayo atashangaa na kutikisa kichwa chake. Kama walitamani kuona kwamba sisi tunatazamwa kwa namna ambayo wao walidhani, Bwana hiyo kitu ameshaifutilia mbali.
wanatawanywa wao na kusambaratishwa wao katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na kila falme ambazo wamekuwa wakizitumia ili kukurudisha nyuma, ili kufanya usisonge mbele katika ulimwengu wa roho, tunakwenda kutawanya kabisa hizo falme zote katika ulimwengu wa roho, na madhabahu zao na vilinge vyao na falme zao na uchawi na uganga na ushirikina na ulowezi na kila aina ya vitu ambavyo wamekuwa wakivitumia wao ili kukuangusha wewe kiuchumi, kukuangusha kibiashara, kuhakikisha kwamba hausongi mbele, haupigi hatua, haufanikiwi. Bwana anakwenda kuwatawanya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Tunashukuru Mungu. Tunaendelea na maombi yetu, na tunataka tuone hapa ni kwamba upepo wa mashariki ni moja ya silaha anazitumia Mungu kufanya kazi yake. Haleluya. Na anaweza akautumia kufanya kazi kwa namna tofauti tofauti. Kwenye ombi letu la kwanza tumeona Mungu akitumia upepo wa mashariki kwa ajili ya kukausha. Ile ni silaha imetumika kukausha. Haleluya. Na sasa silaha hiyo Mungu anaitumia kutawanya. Haleluya. Yes. Kwa sasa tunaenda kumuomba Mungu akatawanye. Na kwenye huo mstari tuliosoma, Mungu anataka kushughulika na wale ambao zile roho ambazo zinafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba unakuwa kitu cha ajabu, kuhakikisha kwamba unakuwa kitu cha kuzomewa, kitu kisicho na mashiko, kitu cha kudharauliwa, kitu cha kuaibika. Kwa hiyo anasema kwa sababu hiyo wanakukosesha, wanakupeleka kwenye njia zisizo sahihi, wanakupeleka kwenye njia zisizo za Bwana. Kwa hiyo tunataka tumuombe Mungu kwa kutumia upepo wa mashariki aweze kushughulika na zile roho zote za kukosesha, zile roho zote, kila aina ya nguvu au wale wote ambao kwa jinsi ya rohoni wanafanya kazi ya kuhakikisha kwamba wanakupoteza, wanapoteza biashara yako. Biashara yako inakuwa si mali kitu, biashara yako inakuwa ni kitu cha kuzomewa, biashara yako inakuwa ni kitu cha ajabu, biashara yako au uchumi wako au kifedha unakuwa ni kitu cha ajabu. Mtu usiyejiweza, usiyeweza kumudu mahitaji yako, usiyeweza kununua unachotaka kununua, usiyeweza kuuza unachotaka kuuza. Kwa hiyo Mungu anaenda kutumia silaha hii ya upepo wa mashariki. Hebu pigia makofi, hii silaha ya hatari sana. Haleluya. Ingekuwa ni kwenye medani za kivita za jinsi ya kidunia, hii ungeweza kuiweka kwenye kundi la silaha za maangamizi. Haleluya. Silaha za maangamizi, weapon of mass destruction, silaha zinazoharibu kwa wingi, silaha zinazoangamiza kwa wingi. Kwa hiyo tunapomuomba na Mungu ametupa hii silaha, anataka kuitumia na tayari amekwisha anza kuitumia. Sasa anaenda kuangamiza kwa wingi kwenye ulimwengu wa roho, kuangamiza kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida wale wote ambao, zile roho zote ambazo zinafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba kifedha, kiuchumi na kimapato hakuna ongezeko, kimapato au kibiashara hakuna ongezeko, kifedha hakuna ongezeko, kiuchumi hakuna ongezeko. Hawa kwa njia ya hii silaha ya upepo wa mashariki, pumzi ya Bwana anapoenda itawatawanya. Unakumbuka sehemu moja anasema watakuja kwa njia moja, watatawanya kwa njia 7. Haleluya. Na anaenda kutumia silaha hii kuwatawanya kwa njia 7, na watatawanyika na kuangamia. Wataacha biashara yako, wataacha uchumi wako, wataacha kazi yako, wataacha vyanzo vyako vya mapato, wataacha na kila aina ya ongezeko, ongezeko la nguvu, ongezeko la kiroho, ongezeko la kiimani, ongezeko la upendo, ongezeko la furaha, ongezeko la faraja, ongezeko kwenye nyumba yako, ongezeko katika ulimwengu wa roho, ongezeko katika ulimwengu wa mwili, na hasa kwenye eneo la fedha, uchumi na biashara na maeneo mengine kwenye familia na kwenye maisha yako. Hayo Mungu leo kwa silaha hii ya upepo wa mashariki anaenda kuangamiza wale wote ambao usiku na mchana, maagenti wa shetani, jeshi la pepo wabaya, jeshi la mizimu, jeshi la kichawi, jeshi la kiganga, jeshi la kishirikina, wanaroga biashara yako kwenye ulimwengu wa roho, wanapiga hizo madhabahu zao, kila kitu hapo vinaenda kutawanya. Haleluya. Piga makofi kwa ajili ya upepo wa mashariki ambao Bwana anaenda kutumia kwa ajili ya kutawanya
kila aina ya kazi ya yule mwovu inayozuia ongezeko kwenye biashara, fedha na uchumi, ongezeko lako la kiroho na la kimwili, ongezeko la kiakili, kimaarifa, ongezeko la kiujuzi. Wanaweza wakazuia ongezeko la biashara, ongezeko la fedha, ongezeko la kiuchumi kwa kuzuia ongezeko la maarifa na ujuzi na ubunifu. Wanakubana kwenye akili kiasi ambacho huwezi kufikiri, huwezi kupanga, huwezi kuamua, huwezi kuchukua hatua sahihi. Umeona pale mstari wa 15, mstari wa 16 wanasema kwamba wanawaongoza kwenye njia za upotevu, wanaongoza kwenye njia ambazo sio sahihi, njia ambayo ndio hapa akipita hii, akifanya hii biashara hawezi kupata faida, au akipatina na mtu fulani, akishirikiana na mtu fulani, hapa ni hasara. Wanakuletea wazo la biashara ambalo anajua mwisho wake ni hasara. Kwa hiyo tunaenda kwa upepo wa mashariki kufanya shughuli kubwa sana, kushughulika na hilo jeshi lote la yule adui mwovu. Haleluya. Uko tayari kuomba? Uko tayari kutumia hiyo silaha ya upepo wa mashariki? Unaipenda hiyo silaha ya maangamizi? Piga makofi kwa Bwana kwa kutupatia hiyo silaha ya maangamizi. Na sasa itafanya kazi kwa njia ya kutawanya. Haleluya, haleluya. Basi sinuka kwa miguu yako, tuendelee na maombi yetu. Simama, tunaendelea katika jina la Yesu Kristo. Omba mtu wa Mungu, usinyamaze. Omba kwa sababu wao wanapofanya huwa hawakuhurumii. Na wewe kazana kuomba ili kuangusha, ili kuwatawanya kabisa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ukiomba simama na neno la Mungu, simama na neno, soma neno la Mungu, simamia andiko katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunakwenda kutawanya, tunakwenda kuwatawanya, tunakwenda kuwatawanya kila falme na mamlaka, kila falme na mamlaka, kila falme na mamlaka ambazo zimesimama kinyume nasi na kuzuia uchumi wetu, na kuzuia biashara zetu, na kuzuia fedha zetu, na kuzuia hatima zetu, na kuzuia fikra zetu, kuzuia maarifa zetu, kuzuia katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunakwenda kuwatawanya, tunawatawanya, tunawatawanya, tunawatawanya sawa sawa na Yeremia sura ya 18, sawa sawa na Yeremia sura ya 18. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunatawanya katika ulimwengu wa roho, tunatawanya katika ulimwengu wa roho, tunawatawanya, tunawatawanya katika jina la Yesu. 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 Waliotuongoza kufanya biashara ambazo mbele yake kulikuwa kuna anguko, kulikuwa biashara zinakufa, kwa jina la Yesu Kristo tunawatawanya, 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 tunatawanya hizo njia zao, tunatawanya hizo njia zao walizozitumia katika jina la Yesu. Tunatawanya, tunatawanya, tunatawanya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wakatupa mawazo finyu, wakatupa mawazo finyu, wazo ambalo halina mantiki, wazo ambalo halina faida, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunatawanya mawazo yao kwa upepo wa mashariki, 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 kwa upepo wa mashariki tunatawanya, 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 tunatawanya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hizo falme zao, hizo falme zao, hizo falme zao, hizo falme zao, hizo falme zao tunazitawanya, tunazitawanya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haya mawazo yao waliyoweka kwenye fikra zetu, waliyoweka kwenye akili zetu, wameweka kwenye nafsi zetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunatawanya, tunatawanya kwa upepo wa mashariki, kwa upepo unaovuma, kwa upepo, kwa upepo, kwa jina la Yesu, 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 kwa pumzi ya Bwana tunatawanya, 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 tunatawanya kwa jina la Yesu, 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 kwa jina
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walioua biashara yako, tawanya, tawanya kwa upepo wa mashariki, tawanya. Waliosababisha mtaji ukawa haueleweki, tawanya kwa jina la Yesu. Watawanye walioko mashariki, tawanya magharibi, tawanya kaskazini na kusini. Walioko kwenye eneo lako la biashara, tawanya kwa jina la Yesu. Umepewa mamlaka, umepewa mamlaka jioni ya leo. Tawanya, tawanya kwa jina la Yesu, kwa upepo wa mashariki, 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 kwa upepo wa mashariki. Tunatawanya, tunatawanya katika ulimwengu wa roho, tunawatawanya, tunawatawanya, tunawatawanya kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo mitego mliotutegea kwenye hizo njia zenu ambalo mliziweka tukapita, tunaitawanya, 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 tunaitawanya kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tunatawanya, tunatawanya hiyo mitego, tunaitawanya, tunaitawanya kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, tawanya kwa upepo wa mashariki, tawanya kwa upepo unaovuma sana, tawanya kwa kimbunga cha Bwana, tawanya, 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 tawanya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tawanya falme zao, tawanya madhabahu zao, tawanya vilinga vyao, tawala uchawi wao, tawanya kwa jina la Yesu, tawanya ulowezi wao, tawanya kwa jina la Yesu, tawanya, 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 tawanya. Tawanya hayo maneno yao walioyasamea kwenye biashara yako, waliosamea kwenye kazi yako, waliosamea kwenye uchumi wako, tawanya kwa jina la Yesu, tawanya, 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 tawanya kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, tawanya kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tawanya hayo maneno, tawanya hayo maneno yao, tawanya kwa jina la Yesu, tawanya sadaka zao walizotoa kwa ajili yako, tawanya, tawanya. Wametolea sadaka biashara yako, wametolea sadaka kazi yako, wametolea sadaka hatima yako, tawanya kwa jina la Yesu, tawanya kwa jina la Yesu, tawanya kwa jina la Yesu Kristo, tawanya kwa jina la Yesu, 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 tawanya kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Na walitukaza katika njia zao, wakatuelekeza katika njia zao, wakatufanya tukapita katika mawazo yao, wakafanya tukapita katika makusudi yao, wakafanya tukapita katika mawazo ya mioyo yao, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Kupitia mawazo yao ukafeli, ukafeli, biashara zikafeli, wazo likafeli, miradi ikafeli, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Leo tunatawanya, leo tunatawanya, leo tunatawanya, leo tunatawanya kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki. Tuma upepo wa mashariki ukatawanye, 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 ukatawanye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kupitia wazo wakakufanya kusomewa, kuonekana si kitu, ukaonekana duni, mtu usiyofaa, kwa jina la Yesu Kristo. Leo tunatawanya, leo tunatawanya, leo tunatawanya, leo tunatawanya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kuonekana kuwa duni tunatawanya, kuzomewa tunatawanya, kuonekana si kitu tunatawanya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kudharauliwa tunatawanya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tawanya kwa upepo wa mashariki, tawanya kwa upepo wa mashariki. Peleka upepo uvume uko aliko, wavumie uko aliko, wavumie uko aliko, wavumie uko aliko. Peleka upepo, peleka upepo mashariki, peleka magharibi, peleka kaskazini.
peleka upepo wa mashariki, peleka kwenye anga, peleka kwenye ardhi, peleka wa upepo wa mashariki, ukawatawanye, 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 ukawatawanye katika ulimwengu wa roho, wakatawanyike, wakatawanyike, wakatawanyike. Wanatamani kuona unazomewa, unaaibika, unafedheheka, unaonekana si kitu, unaonekana duni tu. Kwa jina la Yesu Kristo, 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 tunawatawanya, 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 tunawatawanya kwa upepo wa mashariki. Peleka huo upepo ukavume, 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 ukaharibu hivyo viringe, ukaharibu hiyo madhabahu, ukaharibu huo uchawi, ukaharibu huo ushirikina, ukaharibu huo ulozi. Peleka upepo wa mashariki wewe, peleka, peleka, usitulie, peleka, usitulie, peleka, usitulie, peleka, usitulie, usitulie mpaka Bwana amefanya. Usitulie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Peleka upepo, 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 usitulie, peleka upepo, peleka upepo, peleka upepo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Wanatamani kuona unaharibikiwa eti, wanatamani kuona unashuka chini, wanatamani kuona unaenda kwao kuwaomba, wanatamani kuona umekuwa si kitu kabisa. Kwa jina la Yesu Kristo, leo ni mwisho wao, leo mwisho wao, leo ni mwisho wao, leo ni mwisho wao. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ripa shantarabo, yandarabo saka, yanteposaika, yantaraboshi, riba tasaka, yantaborika, rimbo sancharabobo, yantaborisa, yandarabobosa. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Fedhea haitakuwa, fedhea haitakuwa, fedhea haitakuwa katika jina la Yesu. Fedhea haitakuwa, fedhea haitakuwa. Tunaitawanya, 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 tunaitawanya kwa upepo wa mashariki, 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 kwa upepo wa mashariki. Na tutaona visogo vyao tu, tutaangalia kwa visogo vyao kama neno la Bwana linavyosema. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo aibu haitakuwa, kuzomewa hakutakuwa, kuzomewa hakutakuwa kwa jina la Yesu. Wala kwa watoto wetu haitakuwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ori pashantarabo, rima wasaka, yandarabo sika, rindarabo bosa, yantarabo sika, yatebosaka, yandarabo saika. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Peleka upepo, peleka upepo kwenye vilinge vyao, kwenye madhabahu zao. Oh, peleka upepo, oh, peleka upepo, oh, peleka upepo wa mashariki. Peleka wewe upepo, peleka wewe upepo wa Bwana, peleka hiyo pumzi ya Bwana, peleka hiyo pumzi ya Bwana, peleka hiyo pumzi ya Bwana. Ifike mpaka kwenye hivyo vilinge, ifike hadi kwenye hizo madhabahu zao, ifike kwenye vilindi vya bahari, ifike kwenye miamba. Pumzi ya Bwana ipite huko kote. Wahujumu hatima yao, wahujumu biashara yao, wameleta umaskini, wameleta kuwa duni. Peleka upepo wewe, peleka upepo, peleka upepo, peleka upepo katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki. Tunawapiga, tunawaangusha, tunawatawanya, tunawapiga, tunawaangusha, tunawakausha kwa upepo wa mashariki. Tunawatawanya, 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 tunawatawanya kwa njia saba, kwa njia saba. Sawa sawa na neno la Mungu. Tawanya kwa njia saba, tawanya kwa njia saba. Watawanye hao, watawanye hao, watawanye kwa njia saba, watawanye kwa njia saba, watawanye kwa njia saba. Wala wasionane, wala wasitambuane kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
Yesu, kwa jina la 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 Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wamekufanya sio kitu, wamefanya kwa mtu kushangaliwa na watu. Watu wanakuangalia wanakushangaa kwamba huyu hakupaswa kuwa hivi, huyu mbona hakupaswa kuwa hivi, hii biashara mbona haikupaswa kuwa hivi, maisha yake mbona hakupaswa kuwa hivi. Wamesababisha uwe kitu cha kushangaliwa. Tawanya hao wewe, usiwahurumie. Tawanya, 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 usitulie, tawanya, usitulie, tawanya, usitulie. Wamekufanya kwa mtu kushangaliwa. Watoto wako wanashangaliwa, hatima yako inashangaliwa, familia yako inashangaliwa, biashara yako inashangaliwa. Yataposaka rinarabo shantarabobo rimosaikarabo yamposaikara yantaposata, katika jina la Yesu. Tawanya hao, tawanya hao, tawanya hao kwa upepo wa mashariki. Tawanya hao. Kaza mtu wa Mungu, pambana mtu wa Mungu, pambana mtu wa Mungu. Tawanya hao, tawanya hao, tawanya hao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wamekufanya kwa mtu kushangaliwa. Watu wanakushangaa, wakukutazama hawakuelewi, biashara hawaielewi, kazi hawakuelewi, hatima yako hawaielewi. Wanakuangalia, wanatikisa vichwa vyao, wanatikisa vichwa vyao, wanatikisa vichwa vyao. Leo kwa jina la Yesu, leo kwa jina la Yesu, peleka upepo wa mashariki, peleka upepo wa mashariki, peleka upepo wa mashariki katika ulimwengu wa roho, peleka upepo wa mashariki katika ulimwengu wa roho, peleka upepo wa mashariki, peleka wewe upepo, peleka wewe upepo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukawatawanye, ukawatawanye, ukawatawanye wanaokushangaa, wanaokuona ufai, wanaokuona duni, wakashangae kwa jina la Yesu Kristo. Peleka wewe upepo, 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 peleka wewe upepo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Peleka upepo, peleka upepo, peleka upepo, peleka upepo, peleka upepo wa mashariki, peleka pumzi ya Bwana, peleka hiyo pumzi, 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 peleka hiyo pumzi ya Bwana. Ipeleka hiyo pumzi ya Bwana, inakusubiri wewe, inakusubiri uitumie, inakusubiri uitumie. Ipeleka hiyo pumzi ya Bwana, inakungoja wewe. Peleka hiyo pumzi, itumie kama silaha, itumie kama silaha ya kutawanya, ya kutawanya, ya kutawanya, ya kutawanya. Tawanya wote walioko angani, walioko chini ya ardhi, walioko baharini, walioko kwenye miamba, walioko kwenye miti, walioko kwenye viringe. Tawanya wote kwa jina la Yesu. Tawanya kwa hiyo pumzi ya Bwana. Tawanya, 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 tawanya. Leo ni siku yao, hachomoki mtu, hakimbii mtu kwa jina la Yesu. Hawakimbii leo. Leo ni siku ya maangamizo yao, leo ni siku ya maangamizo yao. Tawanya kwa jina la Yesu. Tawanya, 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 tawanya kwa pumzi ya Bwana, 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 tawanya kwa pumzi ya Bwana. Wanakuzomea kwenye biashara yako hapo hapo, wamekuzingira wanakuzomea. Watawanye, watawanye kwa pumzi ya Bwana, watawanye. Ikiwa ni mtaani kwako wanakutazama wanakuzomea, watawanye kwa jina la Yesu katika ulimwengu wa roho. Tawanya, tawanya, tawanya kwa jina la Yesu. Tawanya, tawanya kwa jina la Yesu. Tawanya kwa jina la Yesu. Tawanya kwa jina la Yesu. Hizo falme tawanya, 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 hizo falme tawanya katika jina la Yesu. Kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki. Riaka saka saka, ripo saka, riaka saka. Endelea kuwatawanya, endelea kuwatawanya, endelea kuwatawanya maadui zako, endelea kuwatawanya kwenye biashara yako, endelea kuwatawanya kwa jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunawatawanya, tunawatawanya, tunawatawanya kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Roho za kichawi, roho za kiganga, kwa jina la Yesu Kristo, waliokaa njia ya panda kushika biashara yangu, leo ninawatawanya
ninawatawanya kwa jina la Yesu Kristo. Waliokaa njia panda, waliokaa njia panda kwa ajili ya uchumi wangu, ninawatawanya kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa jina la Yesu Kristo. Ninawatawanya, ninawatawanya, ninawatawanya kokote waliko kwa jina la Yesu Kristo. Kokote waliko ninawatawanya kwenye vikao vyao, kwenye vikao vyao, kwenye vikao vyao, kwenye vikao vyao, ninawatawanya kwa jina la Yesu. Ninawatawanya, 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 ninawatawanya kwa jina la Yesu. Ninawatawanya kwenye vikao vyao, kwenye vikao vyao, kwenye vikao vyao, kwenye vikao vyao, ninawatawanya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Waliokaa kwa ajili ya uchumi wangu, waliokaa kwa ajili ya biashara, waliokaa kwa ajili ya fedha zangu, kwa jina la Yesu ninawatawanya, ninawatawanya kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa jina la Yesu ninawatawanya, ninawatawanya kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu ninawatawanya, 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 ninawatawanya kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, popote walipo, kwa jina la Yesu Kristo, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninawatawanya, 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 ninawatawanya kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu ninawatawanya, kwa jina la Yesu, popote walipo, popote walipo, popote walipo, popote walipo, popote walipo, wanapoweka vikao vyao, vikao vyao, vikao vyao, vikao vyao, vikao vyao, popote wanapoweka vikao vyao kwenye ulimwengu wa roho, leo hii kwa jina la Yesu ninawatawanya, ninawatawanya, ninawatawanya kwa msaada wa Bwana, kwa msaada wa Yesu, kwa msaada wa Mungu, leo hii ninawatawanya, ninawatawanya, ninawatawanya kwa jina la Yesu, ninawatawanya, ninawatawanya kwenye uchumi wangu, ninawatawanya, ninawatawanya ofisini kwangu, ninawatawanya, 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 ninawatawanya kwa jina la Yesu, ninawatawanya wale wote wanaoshekelea biashara yangu, wale wote wanaoshekelea kazi yangu kwa jina la Yesu, wale wote wanaoshekelea kipato changu, kipato changu, kipato changu kwa jina la Yesu ninawatawanya, ninawatawanya, ninawatawanya. Endelea kuwatawanya, endelea kuwatawanya, endelea kuwatawanya, endelea kuwatawanya popote walipo, ninawatawanya, ninawatawanya kwa jina la Yesu, ninawatawanya kwa damu ya Yesu, popote walipo, popote walipo, popote walipo, ninawatawanya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Huo upepo wa mashariki, huo upepo wa mashariki unafika mpaka ndani kabisa, mpaka ndani kabisa, mpaka ndani kabisa, mpaka kule kwenye kilindi cha mwisho, mpaka kule kwenye kilindi cha mwisho, mpaka kule kwenye kilindi cha mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Huo upepo wa mashariki unawatawanya, unawatawanya, unawatawanya kwenye ufahamu wangu kwa jina la Yesu Kristo, walioko kwenye akili zangu, walioko kwenye akili zangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, walioko kwenye akili zangu, walioko kwenye akili zangu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana anawatawanya, ninawatawanya, 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 ninawatawanya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, walioko kwenye mwili wangu, kwenye mwili wangu, kwenye mwili wangu, kwenye mwili wangu, walioko kwenye mwili wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, wananiletea magonjwa ili fedha isibaki, wananiletea magonjwa ili fedha niitumie ovyo kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninawatawanya, leo ninawatawanya, leo ninawatawanya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, mnaoshekelea matumizi yangu, matumizi yangu, matumizi yangu kwa jina la Yesu Kristo, yale matumizi yasiokuwa na mpango, yale matumizi yasiokuwa na mpango kwa jina la Yesu Kristo, leo nimewastokea, leo nimewastokea kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninawatawanya, leo ninawatawanya kwenye akili zangu kwa jina la Yesu Kristo, ninawatawanya, ninawatawanya, ninawatawanya kwa jina la Yesu Kristo, ninatawanya na ilizi zenu, ninatawanya, ninawatawanya majini yenu, ninayatawanya kwa jina la Yesu, ninatawanya hayo majini
shetani ninayatawanya, ninayatawanya, ninayatawanya kwa moto, ninayatawanya, ninayatawanya hayo mapepo yenu, ninayatawanya, ninayatawanya kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, kwa jina la Yesu Kristo. Yule Vincent wa kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo, anaingia vitani kwa ajili ya kuwatawanya, kwa ajili ya kuwatawanya kwa msaada wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Maana huko upepo wa mashariki, maana huko upepo wa mashariki umevuma kwa ajili ya kuwatawanya, umevuma kwa ajili ya kuwatawanya, kwa ajili ya kuwatawanya ndani ya kanisa, kwa ajili ya kuwatawanya kwa jina la Yesu. Unawatawanya, 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 unawatawanya walioko angani, walioko angani, walioko angani, walioko angani, walioko angani katika jina la Yesu. Walioko angani tunapotembea wako juu yetu leo hii, tunawatawanya, tunawatawanya, tunawatawanya. Walioko arezeni tunapotembea nao wapo leo, tunawatawanya kwa jina la Yesu. Waachie maisha yetu, waachie maisha yetu, waachie biashara zetu, waachie kazi zetu, waachie uchumi wetu, waachie uchumi wetu kwa jina la Yesu. Leo hii tunawatawanya wanaotudharaulisha, wanaotudharaulisha kwa jina la Yesu Kristo. Wanaonekana tuonekane hatufai kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Leo hii tunawatawanya, tunawatawanya wanaozuia biashara, wanaozuia biashara, waliokaa mbele ya biashara, waliokaa mbele ya fedha, waliokaa mbele ya uchumi wangu kwa jina la Yesu Kristo. Leo hii ninawatawanya, 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 ninawatawanya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Waliokaa, 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 waliokaa mbele ya uchumi wangu, mbele ya uchumi wangu, mbele ya biashara, mbele ya kazi yangu, mbele ya bosi wangu kwa jina la Yesu Kristo. Leo hii ninawatawanya, 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 ninawatawanya kwa moto, ninawatawanya kwa upepo wa mashariki katika jina la Yesu Kristo. Ninaendelea kuwatawanya, ninaendelea kuwatawanya, ninaendelea kuwatawanya, ninaendelea kuwatawanya katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea kuwatawanya, tunaendelea kuwatawanya. Kumbuka hapo kwenye mstari wa 15 Mungu anasema watu wangu wamenisahau. Kwa nini watu wa Mungu wanamsahau? Kwa sababu ya maagent wa shetani ambao wanasababisha wamsahau Mungu. Wasahau nguvu na uwezo wa Mungu katika eneo la fedha na uchumi. Wasahau kwamba Mungu anaweza akakusababishia ukapata wateja. Wanakusahaulisha kwamba Mungu anaweza akakutetea mpango wa biashara, akakuletea upenye ukatoka. Lakini wanasahau kwamba Mungu anazo nguvu, ndiye anayetoa nguvu za watu kupata utajiri. Lakini wanasahau kwamba Mungu ndiye anayefundisha watu wapate faida. Hao maroho, hao agent wa shetani wamesahaulisha watu. Wanasahaulishaje? Wanatawanya akili za watu. Wazo la biashara likija wanalitawanya, mpango wa biashara ukija wanatawanya, akili ya biashara ikija wanatawanya. Wanasababisha watu wasimame wenyewe, wasahau kwamba Mungu anaweza akafanya mambo na biashara ikakaa sawa na hela ikaingia mfukoni. Sasa tunakwenda kuwatawanya hao agent wa shetani ambao wanatawanya mawazo ya watu, wanasababisha watu wamsahau Mungu kwamba anaweza akafanya eneo la fedha na uchumi likakaa sawa sawa. Shetani na mawakala wake ndiye anayesahaulisha watu. Mungu anasema watu wangu wamenisahau. Wamesahau kwamba Mungu wanasahaulishwa. Tunasahaulishwa kwamba Mungu kwenye eneo la fedha anaweza kutubariki. Anaweza kama alivyosema, nitakubariki uingiapo na utokapo, nitabariki ghala zako, nitabariki. Huo ndio mpango wa Mungu. Mwanangu, napenda ufanikiwe. Ni lengo la Mungu tufanikiwe. Lakini shetani na mawakala zake wanasababisha tusahau. Na Mungu anasema wamenisahau. Leo tunakwenda kutawanya hizo roho. Uko tayari kuzitawanya hizo roho zinazosahaulisha watoto wa Mungu? Uko tayari kutawanya hizo roho ambazo zinaimbia watu kwenye akili kwamba hautoki, hauwezi? Lakini yuko Mungu awezaye yote. Yuko Mungu anayetufundisha. Yuko Mungu anayetupa nguvu za kupata utajiri, na ni lengo lake watoto wake wawe matajiri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako, tunatawanya kila agent wa shetani, kila agent wa shetani anayenisaulisha nguvu zako, anayenisaulisha nguvu zako, anayenisaulisha uwezo wako, uwezo wa kunibarikia, uwezo wa kunifanikisha, anayetawanya mawazo yangu, anayetawanya mipango yangu, anayetawanya mipango yangu, anayetawanya nishindwe kupanga mipango sawa sawa. Baba, katika jina la Yesu ninatawanya hizo roho za maagenti
wa shetani. shetani. Haya, tawanya hizo roho zinazokufanya ufikirie sivyo. Kwenye eneo la biashara unashindwa kufikiria. Sasa wanatawanya mawazo yako tu, wanatawanya mawazo yako tu. Ukipanga mpango wanautawanya, ukipanga ile wanatawanya, wanakusaulisha. Endelea kutawanya, tawanya kwa upepo wa mashariki, watawanye kwa upepo wa mashariki, watawanye. Tunawatawanya kwa upepo wa mashariki hao maagenti wa shetani wanaotawanya mawazo yetu, wanaotawanya fikra zetu, wanaotawanya neno la Mungu likiingia ndani yetu, wanalitawanya, wanatufanya tusahau kwamba Mungu anaweza kutubariki, kwamba Mungu anaweza kutupatia wateja, kwamba Mungu anaweza kutupa akili za kufanya biashara, kwamba Mungu anaweza kutupatia nguvu za kuwa matajiri. Wanatawanya mawazo, wanatawanya mipango yetu, wanatawanya maono yetu, yanashindwa kuzaa matunda yale ambayo Mungu amekusudia. Tawanya hayo mapepo, tawanya hizo roho, tawanya hao maagenti wa shetani wanaofanya kazi ya kutawanya mawazo yako, ya kutawanya mipango yako, ya kukutawanya na kukusahaulisha. Wanakutawanya, wanakusahaulisha, wanasababisha umsahau Mungu, usimame kwa akili zako mwenyewe, na mwisho wa siku unafeli, unaenda kwenye njia isiyo, ambayo ile njia ambayo haijatengenezwa, wakati anajua kabisa Yesu ndiyo njia, kweli na uzima. Ukipita kwa njia ya Yesu umefanikiwa, ukipita kwenye njia ya Yesu biashara yako imesimama, wateja unapata. Wanakusahaulisha. Piga hao kwa moto, tawanya hao kwa upepo wa mashariki, tawanya hao, tawanya hao, tawanya hizo roho za maagenti wa shetani, tawanya. Wanafanya kazi kubwa sana za kusababisha watoto wa Mungu wamsahau Mungu, na wakimsahau Mungu zile baraka zote wamezikosa. Tawanya hao, tawanya hizo roho. Hata wewe mwenyewe ni shahidi, wanakuimbia. Ukitaka kufanya biashara wanakuambia hiyo uwezi, hiyo kubwa sana. Ili nini? Ushindwe, ufeli, mwisho wa siku uchekwe, uonekane usiyefaa. Tawanya hizo roho zinazosaulisha watoto wa Mungu nguvu na uwezo wa Mungu katika eneo la fedha, biashara na uchumi. Tawanya hizo roho za mapepo, tawanya hao mapepo, tawanya hizo nguvu za mizimu, tawanya hizo nguvu za abudu shetani. Tawanya hizo, zinafanya watoto wa Mungu wajidharau, wajioni hawawezi, wakati wanaye Mungu anayeweza, wanamsahau baba yao wa mbinguni. Tawanya hizo roho, tawanya kwa upepo wa mashariki, tawanya kwa upepo wa mashariki, tawanya kwa hiyo pumzi ya Mungu. Watawanye, waambie kwenye akili zangu, ninawatawanya huko kwenye akili zangu, ninawatawanya kwenye ufahamu wangu, ninawatawanya kabisa kwenye moyo wangu. Nyie ambao mnatawanya imani yangu ili nisimwamini Mungu sawa kwamba anaweza akanionyesha njia ya kupata biashara, kwamba anaweza akanipa wazo la biashara nzuri. Na tawanya hao maagenti wa shetani, wamewasaulisha sana watoto wa Mungu kuweza na nguvu za Mungu katika eneo la fedha, uchumi na biashara, kwamba Mungu anaweza, kwamba Mungu anabadilisha, kwamba Mungu anabariki, kwamba Mungu anazo njia za kupata fedha, Mungu anazo njia za kupata faida, Mungu anazo njia za kutajirisha watu. Mungu ndiye atoe nguvu. Tawanya hao wanaosaulisha watoto wa Mungu. Endelea kutawanya kwa upepo wa mashariki. Watawanye kabisa mbali na wewe. Waambie, kaeni mbali na mimi kuanzia leo. Hamtanipa mawazo mgando tena, hamtachezea mawazo yangu tena, hamtatawanya mawazo yangu tena, hamtanisaulisha nguvu za Mungu tena, hautanisaulisha tena, hamtasababisha nimsahau Mungu tena kwenye eneo la fedha na biashara na uchumi. Hamtanifanya nitumie akili zangu binafsi tena. Kuanzia leo nimewatawanyia mbali kwa jina la Yesu. Nimewatawanya kwa upepo wa mashariki, nimewatawanya kwa pumzi ya Mungu, nimewatawanya. Kuanzia sasa nitapita kwenye njia ambayo njia ni Yesu. Sitasahau tena, sitamsahau Mungu tena, sitakubali kuzomewa barabarani. Nitapita kwenye njia iliyotengenezwa. Hamtachezea tena mawazo yangu, hamtanitawanya tena, hamtatawanya tena ufahamu wangu, hamtatawanya tena moyo wangu, hamtatawanya tena kuona kwangu, hamtanitawanya tena kwa jina la Yesu Kristo. Hamtanitawanya tena. Kuanzia leo sitawanyiki, nyie ndio mtatawanyika. Nitaendelea kuwatawanya kila itwapo leo. Nitawatawanya kwenye mawazo yangu, nitawatawanya kwenye akili zangu, nitawatawanya asubuhi, nitawatawanya mchana kwa upepo wa mashariki, nitawatawanya. Hamtashika tena biashara yangu, hamtanidanganya tena, hamtanisaulisha Mungu tena, hamtanifanya nisahau uwezo wa Mungu tena, uwezo wa Mungu katika fedha, uchumi na biashara. Hamtatawanya mawazo yangu tena, Kuanzia sasa mimi ni mshindi. Nitawatawanya na eneo langu la fedha na uchumi na biashara litasimama imara, kwa sababu sitamsahau Mungu tena. Nitafanya na Mungu, nitatembea na Mungu, nitashirikiana na Mungu, na nitashinda, na nitabarikiwa, na nitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Mpe Bwana Yesu makofi mengi. Mpe Bwana makofi mengi. Mpigie Yesu, piga makofi yenye nguvu. Pigie Bwana makofi yenye afya. Haleluya, haleluya. Sema nina akili. Sema nina akili. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wale wote shetani na maajenti wake waliokuwa wanazuia ongezeko la kibiashara, ongezeko la kiuchumi, ongezeko la kifedha, ongezeko la kiroho, ongezeko la kimwili, kila ongezeko lililo jema lililozuiliwa na adui, leo kwa upepo wa mashariki, kwa upepo wa mashariki, Bwana ameliangamiza, ameangamiza hao maadui, amewaangamiza, amewakausha, wamekauka katika jina la Yesu. Wamekauka waliokuwa angani, waliokuwa baharini, waliokuwa nchi kavu, waliokuwa kuzimu, kinyume na biashara zangu, kinyume na uchumi wangu, kinyume na ongezeko langu, katika biashara, katika fedha, katika uchumi, katika imani, katika upendo, katika Bwana. Kila aliyezuia popote alipo kwa upepo wa mashariki, Bwana amemkausha, Bwana amemkausha. Amekauka, wamekauka, wametawanyika katika jina la Yesu. Vikao vyao, ushirika wao, makusanyo yao, makutaniko yao, mikakati yao, mipango yao, fahamu zao, wametawanyika katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, wametawanyika. Shetani na maajenti wake na maakara wake na jeshi lake la pepo wabaya na wakuu wake wote wametawanyika kwa upepo wa mashariki, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen, amen. Pe Bwana makofi mengi kama unaamini. Bwana amewakausha kwa upepo wa mashariki. Piga makofi mengi na vigeregere. Bwana amewatawanya kwa upepo wa mashariki. Piga makofi mengi na vigeregere. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa kuwa amefanya kazi hiyo na sisi tumeiona.